tumekuja kukusindikiza mama, na sisi tutakusindikiza kwa ahadi kwamba yale uliyoyapigania, uliyotaka yatokee, sisi tuliobaki kwa siku zile Mungu anazotuwekea hapa duniani, tutayapigania bila kumwogopa mtu yoyote. Hata awe na pembe zinazotoboa dunia hii, tutamwambia ukweli mbele ya macho yake. Mama Kayihura ni msomi. Alijiunga na chama hiki wakati ambao wasomi wengi waliogopa kufanya hivi. Wakati ambao haikuwa fashion kufanya hivi. Watu wanapenda kwenda sehemu ambayo kuna urahisi. Sio kwenye sehemu ambayo utatekwa, utauawa, hujui kesho yako. Lakini yeye na usomi wake, akiwa mwalimu wa chuo kikuu, alijiunga na chama chetu. Na alijiunga na chama chetu kwa sababu ya misimamo yetu, kwamba nchi hii ya kwetu ina ukubwa wa kilomita za mraba 945 na rasilimali nyingi za kutisha. Nchi pekee ya Tanzania. Anataka kuona rasilimali hizo zinatumika kwa ajili yetu sote na sio kwa ajili ya kikundi cha watu wachache. Ndio maana alijiunga na chama chetu. Na amekufa akiwa kwenye chama chetu. Askofu anasema alikuwa mtu mwenye misimamo. Amekuwa mbunge. Aliamini kwamba rasilimali za nchi hii ni za kwetu sote. Na alijiunga kupigania haki na usawa. Sasa ndugu zangu, tunapita katika kipindi kigumu, na mimi niko hapa kumwahidi mama kwamba chama chako hakitakengeuka. Yale uliyoamini na uliokufa unapigania kuona nchi hii kwa kweli inakuwa nzuri kwetu sote, sisi wengine tutayapigania bila kuuliza. Ndio ahadi yangu kwake na kwa wananchi wote waliokaa.